akasema Maryam al-Batul, akasema Maryam baada ya maneno aliyoambiwa na malaika ya kwamba mimi ni mjumbe wa Allah. Baada ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala kutupa habari yake kwamba amemtumia mtume wake wa kimalaika ambaye ni Jibril, akajimithilisha kwake akawa ni mtu binadamu sawia aliyekamilika kiumbile. Alipomtokea katika mazingira hayo, Allah anatupa habari maneno aliyoyasema Maryam. Qalat, akasema Maryam, inni a'udhu birrahmani minka, hakika mimi najilinda kwa Allah Ar-Rahman, najilinda kwa Allah Ar-Rahman, minka, kutokana na wewe. Najilinda kwa Allah na naomba kutoka kwake ulinzi na hifadhi, usije ukanipata wewe kwa mabaya. In kunta taqiya, in kunta taqiya, ukiwa wewe au kama utakuwa wewe ndiye yule taqiya ambaye hujulikana kwa tabia zake mbaya. Taqiya umetaja baadhi ya wafasiri wa Qur'an kwamba ni ismu rajulin fajirin ma'ruf fi dhalika alwaqt yatba'u an-nisa. Taqiya ni jina la mtu muovu anafahamika katika kipindi chao, kipindi cha kina Maryam. Kazi yake anawafuata wanawake walipo, wakienda wanawake kuchota maji anawafuata visimani huko, wakienda wanawake kutafuta kuni anawafuata huko huko kwenye kuni, anawataka kwa mabaya. Kwa hiyo wakasema baadhi ya wafasiri kwamba amejikinga kwa Allah Maryam baada ya kujiliwa na huyu mtu, akamwambia a'udhu birrahmani minka, najilinda kwa Allah Rahmani kutokana na wewe. In kunta taqiya, ikiwa wewe ndiye yule taqiya tumsikiaye. Wengine katika wafasiri wa Qur'an wakasema in kunta taqiya, maana yake ikiwa wewe ni mcha Mungu basi usinisogelee. Maana yake jawabu sharti mahdhuf. A'udhu birrahmani minka, najilinda au najikinga kwa Allah Rahmani, minka, kutokana na wewe. In kunta taqiya, ikiwa wewe ni mcha Mungu. Sasa ikiwa wewe ni mcha Mungu asifanye nini? Maanake ikiwa wewe ni mcha Mungu basi kaa mbali na mimi na uniache kwenye upweke wangu ili niendelee mimi kumwabudu Mola wangu, usinisogelee, niondokee mbali. Haya maneno yamekadiriwa kwa sababu kumekuja jawabu shart, in shartiya, in kunta taqiya. Hiyo ni fi'li shart, jawabu lake in kunta taqiya,
fabta'id anni, ikiwa wewe ni mcha Mungu kaa mbali na mimi, usinisogelee, usinipate, usiniguse kwa ubaya, niondokee. Tumeelewana? Na hii ndio tafsiri nzuri. Qalat, akasema Maryam alayha salam, inni a'udhu birrahmani, hakika mimi ninajilinda kwa Allah arrahmani, minka, kutokana na wewe, kwa maana altaji'u wa a'tasimu birahmatihi an tanalani bisu, natafuta hifadhi, natafuta himaya, na kimbilia kwa Allah kutokamana na wewe, usije ukanipata kwa ubaya. Hapa in kunta taqiya, ikiwa wewe ni katika wanaomwogopa Allah. In kunta taqiya, kwa maana ikiwa wewe unamwogopa Allah, kaa mbali na mimi. Kwa hiyo Maryam katika aya hii akakusanya mambo mawili. La kwanza, kuomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu birrahmani minka. Hapa ameomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, amemkhofisha yule bwana, amemkhofisha na akamuamrisha alazimiane na uchamungu. Kwa hiyo amekusanya Maryam mambo mawili: kutafuta kinga na hifadhi kutoka kwa Mola wake amnusuru kutokamana na vitimbi ambavyo huenda akavifanya huyu mtu aliyemjia, ambaye hamjui wala hamtambui wala hamfahamu, na kwamba amekuja kwa lengo gani. Kwa hiyo anamuomba Mola wake kinga, amkinge na shari zake. Kama kaja kwa shari, basi Mola wake amkinge na shari zake. Hilo la kwanza. La pili, kadhalika amemkhofisha yule bwana na kumuamrisha alazimiane na taqwa, in kunta taqiya. Lajulisha nini hili? Wanasema ahlul ilmi, wa hadha yadullu, na hili linajulisha, ala annaha, juu ya kwamba Maryam qad balaghat asma darajati al-iffati wat-tuhr wal-bu'd 'an ar-riba. Lajulisha kwamba Maryam amefika kwenye daraja la juu kabisa la yeye kujihifadhi, daraja la juu kabisa la tahara na kukaa mbali na tuhma za mambo machafu ya zinaa na mengineyo. Na ndio maana akamwambia maneno kama haya, ile hali huyo anayemwambia maneno kama hayo Allah amemsifia kwamba ni basharan sawiya, binadamu aliyekamilika kiumbile. Manake kama ni uzuri anao, kama ni ujana amekamilika, na hawa ndio wanaopendwa hawa na wanawake. Kwa hiyo angelikuwa ni mtu asharati, manake lile eneo alilokuwepo ni eneo ambalo halina watu, basi ile ndio ingekuwa ndiyo fursa sasa ile. Lakini hili hujulisha juu ya kwamba Maryam alayha salam amefikia daraja la juu kabisa la kujihifadhi na machafu, kiasi kwamba sehemu kama hii ya khalwa, wako peke yao wawili, naam, watatu wao ni Allah, akamwambia yale maneno, a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Angekuwa ni mwanamke ambaye hana ifa, hana karama, hana tuhur, hana ile hali ya kujizuia na machafu, ilikuwa kwake ndiyo fursa adhima, tena ingekuwa ni fursatun dhahabia, ni fursa ya dhahabu. Angeambiwa khala laki aljawu fabidhi wasfiri wanaqiri ma shi'ti an tunaqiri. Khala laki aljawu, kwamba mazingira
yamekuwa yako mazuri kwako wewe, mazingira yamekuwa wazi kwako wewe peke yako hapa. Fabidhi wasfiri, haya toa mayai, taga. Wasfiri, utoe vifaranga. Wanaqiri ma shi'ti an tunaqiri, donoa uyatakayo kuyadonoa katika mayai. Manake maneno ni methali ya Kiarabu, anaambiwa ambaye yupo kwenye wasaa wa kufanya jambo lolote, fursa yoyote, anaambiwa maneno haya, khala lakil jaw fabidhi wasfiri. Lakini hakuwa hivyo Maryam alayha salam.